Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Habari ya siku ya leo, ninaomba nikukaribishe katika session yangu ya siku ya leo. Na siku ya leo naenda kufundisha mbinu za kuweza kutawala gitaa lako. Mbinu rahisi 3 zitakazo kusaidia kuweza kutawala gitaa lako. Tunajua kwamba unapotaka kuwa mpigaji mzuri wa gitaa, ni lazima ulizoee gitaa lako, lakini pia uwe na mbinu ambazo zitakusaidia kuweza kulitawala kwa urahisi. Hii itatumika kwenye funguo yoyote ambayo tutamani kuicheza. Kwa mfano, tukianza na ufunguo wa E, huu hapa. Hapa ni ufunguo wa E major, huu hapa. Na hii namba 1. Sasa okay, kwa Kiingereza nimekuwa nikizungumzia kuhusiana na fretboard navigation principles, nikiwa namaanisha kanuni zitakazo kusaidia kuweza kutawala gitaa lako zima. Ninapozungumzia gitaa zima namaanisha hii fretboard yote kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni. Sasa hizi ndio mbinu rahisi za kuweza kukusaidia. Kuna kanuni 3 za msingi ambazo huwa napenda kuzitumia. These are local formulas, ni za kienyeji kabisa, ambazo zitakusaidia kuweza kulitawala gitaa lako kwa urahisi. Kama wewe ndio unaanza kujifunza kupiga gitaa, basi ukitumia mbinu hii ni rahisi sana kuweza kulitawala gitaa lako. Kuna kanuni inasema IVV, alafu kuna kanuni inasema VMM, alafu kuna kanuni inasema MII. Sasa ukiziunganisha kwa pamoja, zinakupatia mwendelezo wa ufunguo kuanzia mwanzoni mpaka mwisho. Leo tutumie mfano wa ufunguo wa E, huu hapa. Okay, sasa huu ufunguo wa E uko mwishoni kabisa mwa gitaa. Na kanuni zangu mimi zitakuwa zimebezi kwenye namba 1, namba 4 na namba 5 kwa ujumla. Kwa nitakuwa nazungumzia namba 1, namba 4 na namba 5. Halafu baadaye tutaenda mbele zaidi, tutajifunza zile kodi za katikati. Kumbuka nilikuwa nasema na wafundisha wanafunzi wangu ambao na watendi kila siku privately kwamba ufunguo wa muziki ni kama familia ambayo ina watoto 7. Na katika hao watoto 7 wamezaliwa mmoja baada ya mwingine. Wamezaliwa kwa zamu. Na maana yake mdogo hawezi kuwa mkubwa na mkubwa hawezi kuwa mdogo. Kama yeye ni mkubwa ni mkubwa, kama ametangulia kuzaliwa basi ametangulia kuzaliwa. Sasa mfano huu ulikuwa umelenga kuambia wanafunzi wangu kwamba wakati mwingine mtoto wa kwanza kuzaliwa ana sifa zinazofanana na mtoto wa 4 kuzaliwa, na ana sifa zinazofanana na mtoto wa 5 kuzaliwa. Guess what? Number 1, number 4 and number 5 tunasema zinakuwa na sifa ambazo zinafanana, kwa maana ya kwamba zinakuwa ni major chords. Lakini namba 2, namba 3 pamoja na namba 6, hizi zinakuwa na sifa inayofanana, zinaitwa minor chords. Kwa hiyo hizo za kwanza major chords, namba 1, namba 4 na namba 5. Wakati namba 2, namba 3 na namba 6 tunaziita minor chords. Alafu kuna moja inaitwa diminished chord, hii hapa. Hii hapa ni namba 7. Yenyewe ina sifa ya pekee sana. Sasa ili uweze kutawala gitaa lako lazima ufahamu zile kanuni 3 za IVV, MII na VMM. Sasa kwa kuanza hapa mwishoni, M ina present hii shape hii hapa. Ina present shape ya M. Kwa maana ukishika M maana yake itafuata I. Kwa hiyo kwenye ufunguo wa E maana yake ni MII. Ni M kwa sababu na assume tu kwamba ukishika hivi ni kama vile umeshika shape ya M. Sometimes uga nashikaga hivi, lakini sasa mimi kwenye E nimeishikia hapa. Kwa ukishika hivi ni sawa na umeshika shape ya M. Alafu unaenda ukilaza kidole chako namba 3 namna hii, unakuwa umeshika shape ya I. Na ukiruka chumba kimoja ukilaza tena hapa, unakuwa umeshika shape ya I au umbo la I ambalo linakuintroduce kwenye kanuni inaitwa MII. Hii kanuni huwezi kuipata popote. Huwezi kuipata popote. Wengine wanaita kwa mfumo mwingine, lakini mimi nimeamua kuita hivi ili kusudi kuweza kuwarahisishia wanafunzi wangu kuweza kujifunza gitaa na kulielewa kwa urahisi sana bila kuhaso sana. Sasa ukishafika MII maana yake umeshapiga namba 1, namba 4 na namba 5. Speaking of the key of E major, maana yake umekamata namba 1 ambayo ni E, namba 4 ambayo ni A na namba 5 ambayo ni B. Kwa hiyo unaweza kutengeneza melody hapo. Sasa ninamjua aliye mwamba, aliye
Bwana Yesu. Okay, that's how we do it. Sasa ukishamaliza kupiga hii I hapa, unaweza ukaamua kuendeleza huku mbele. Ukishamaliza MII, kanuni inayofuata obvious huwa ni VMM. Kwa maana yake hapa uta present shape yako ya V au umbo la V namna hii. Umeona? Kwa inakuwa hivi. Alafu ni VMM. Kwa hiyo ukishashika umbo la V unaenda M. Kwa inakuwa ni MII. Amini inakuwa ni VMM. This is V. Ukimaliza hapa unakuja kumaliza na I hapa. Hii hapa ndio ile ambayo unaoga naita ni IVV. Sasa maana yake inazaliwa hapa. Kumbuka hizi ni njia za mkato za kukusaidia kuweza kulitawala gitaa lako kwa urahisi. Imagine umeshajua namna kuweza kwenda hapa pale 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 pale. That means hata kama gitaa lako lingekuwa refu kutoka Morogoro hadi Dar es Salaam hadi Mwanza hadi wapi, kwa kupitia mizunguko hii tu unapozidi kwenda, unakwenda, utajikuta baadaye umelimaliza gitaa lote, kwa sababu huu mizunguko inajirudia. Naomba nikupe summary ya nilichokufundisha leo. Nimekufundisha njia rahisi ya kuweza kutawala gitaa lako kwa kutumia major chords ambazo ni namba 1, namba 4 na namba 5. Nikasema hivi, major chords namba 1 katika ufunguo wa E ni E yenyewe, namba 4 ni A na namba 5 ni B. Na unaweza kutumia shape tofauti tofauti au maumbo tofauti tofauti kuweza kupresent hizi chord. Umbo la kwanza tunalotumia tunasema huwa ni M, jingine ni MII. Ukiyapanga hivyo yanakuletea maana kamili. Lakini pia kuna umbo jingine linaloitwa VMM na kuna umbo jingine linaloitwa IVV. Kwa hiyo ukiyatumia haya maumbo yanakutengenezea kama mzunguko fulani ambako kana sound vizuri sana kwenye eneo la major chords. Hiyo ndio kifupi cha mambo yote ambayo nimekufundisha siku ya leo. Kwa hiyo unaweza improvise ukapiga kwenye nyimbo tofauti tofauti, ni rahisi sana. Yaani unaweza kutengeneza melody nyingi, rhythm nyingi sana kwa kutumia hizo kanuni za MII, VMM na IVV. Mungu akubariki sana kama umenielewa, na ukitamani kupata mafunzo private kutoka kwangu, tafadhali unaweza kunitafuta kwa namba ya simu 0621029725. 0621029725. Nitakuelekeza namna bora kabisa ya kuweza kujifunza gitaa kwa urahisi ili uweze kulitumia kupiga katika maeneo tofauti tofauti ambayo wewe unayataka. Mimi naitwa Ezekia Chavala, natokea Chavala Music. Unaweza kutembelea TikTok account yangu, na patikana kwa jina la Chavala, lakini Instagram ni Ezekia_Chavala, na hapa YouTube unapatikana kwa Chavala Music. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema. Bye bye.